tofauti. Yule mtu yuko kwenye ulimwengu hawezi jua yule mtu yuko ndani ya roho. Ataona hizi ni vitu za kawaida. Lakini yule mtu aliye ndani ya roho anajua kile ambacho kiko ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Leo Yesu Kristo atupe roho ambaye tutamjua na tutamfahamu na tutamuelewa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana afanye baraka kwako, achilie mvua ya baraka kwako katika jina la Yesu. Achilie neema ndani yako katika jina la Yesu. Kile ambacho kilikuwa kimekwama, labda huduma yako ilikuwa imenyamazishwa, yainuliwe tena kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Yainuliwe tena kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Waliosema ya kwamba hautaweza, utaweza katika jina la Yesu Kristo. Waliosema ya kwamba utahangaika, hautahangaika, bali utafanyika taa katika jina la Yesu. Oh, yes. Utafanyika nyota ya asubuhi katika jina la Yesu Kristo. Wasiasikilize watasema nini, wanadamu watazungumza nini. Wanadamu wana mambo yao, lakini siku ya Bwana ikifika watainama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watasema ya kwamba hebu tumchunguze. Wacha tumchunguze huyu mtu, alikuja hivi tu, alikuja peke yake, wacha tumchunguze. Labda sio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanapokuchunguza wewe unasonga, unapiga hatua nyingine, unapiga hatua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wanapokufuata wewe unaendelea na kukaza mwendo katika jina la Yesu. Na unajua mahali unapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safari ya Mungu ni safari ambayo inataka utulivu na kunyenyekea chini ya miguu ya Bwana. Amen. Tunaponyenyekea chini ya miguu ya Bwana na kumwabudu kwa roho na kweli, Bwana atatuonekana. Kwa maana ni wengi tunaingia katika madhabahu, lakini tumefanya desturi ya ile zamani. Tumefuata desturi ya kizamani. Unakumbuka ya kwamba Yesu anamkuta yule kijana aliyekuwa kwenye ile birika miaka 38. Inamaanisha ya kwamba Yesu ameanza huduma na miaka ngapi? 33. Na huyu amekaa miaka 38. Wakati Yesu amezaliwa, huyu kijana bado yuko ndani ya hiyo ndani. Je, kunao ambao walikuwa wamepona kwenye hiyo birika? Unaweza kuwa uko katika nyumba ya neema, mahali watu wageni wanaingia, wanapona, wanafunguliwa, lakini wewe uko mahali pale pale mpaka unajiuliza kwani ni nini? Kwa maana hujamkubali yule Kristo ambaye amekuja mbele zako. Hujakubali yale madhabahu ya kutetea. Yesu anamuuliza yule kijana, je, unataka kuponywa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini yule kijana anasema ya kwamba hakuna yeyote maji inapotipuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu mtu ni dawa na anakuambia je, unahitaji kupona? Yeye anaanza kuexplain. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwamrisha, akamwambia kwamba jitike godoro yako na ukaende. Bwana Yesu asifiwe. Badala sasa ya kuendelea na safari yake kwenda katika nyumba yake, akaelekea kwenye hekalu la Bwana. Tukapatana pale na kina Farisayo na Masadukayo. Wakauliza, hili ni nini? Nani amekutendea hili? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Bwana anaweza kutendea mpaka wale watu ambao walikuwa wanakuona mtu wa kawaida watasema hili ni nini ambalo limetendeka? Umeenda kwa nani huyu ambaye amebadilisha maisha yako? Lakini wewe, Bwana atakuwa pamoja na wewe, kwa maana wewe nyota yako itakuwa inang'aa katika jina la Yesu Kristo. Nyota yako itakuwa inang'aa kwa kila, hakuna chochote ambacho kinaweza kuzuia katika jina la Yesu. Nyota wakati jua inawaka,
huwezi ona nyota, lakini nyota inawaka. Nyota inataka wakati ambapo giza imeingia, ndio utaona ile nyota. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa hii hautahitaji tochi. Tochi inahitajika wakati giza kimeingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ufanyike mwangaza wakati wa giza katika jina la Yesu. Ufanyike nuru wakati wa giza. Mahali watu wameshindwa, wewe upite mahali pale kwa ujasiri ukitangaza jina la Yesu Kristo. Mahali watu hawamtaki Kristo, pita mahali pale na jina la Yesu Kristo, na watu watasimama na watamwabudu huyo Yesu ambaye unamuinua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sometimes Mungu hupitiza mtu kwa majaribu ili kesho yake atakapoinuka asije akasahau ni wapi alitoka. Ni kama yule mtu ambaye amekanyaga ndani ya msitu na akakanyaga kinyezi, na yule mtu ambaye aliweka kinyezi mahali pale hata kumbuka, lakini yule mtu ambaye alikanyaga atakuwa akipita hapo anajua ni hapa ndio niliyekanyaga. Mungu akupitize katika jaribio ambayo utashinda, na hiyo jaribio iwe ni baraka kwako, ifungue maisha yako kuanzia leo katika jina la Yesu. Iwapo hauna jaribio lolote, omba Mungu akupe jaribio. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kinapita ndani ya moto ni ya dhamana sana. Chuma inapita ndani ya moto, mikate inapita ndani ya moto. Hakuna kitu ambacho kinapita ndani ya moto kisiwe cha dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu lazima kipite katikati ya moto.